tunaongea nguvu ya kuvuka mipaka kwenye kutoa. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema Mungu nisaidie. Ndio maana nasema ukitoa cha samani katikati ya vitu kubwa kuna cha samani, utakuwa kama kinywa changu. Ili tuvuke mipaka, cha kwanza yale magonjwa, ile familia, anza kudili na sadaka. Sadaka ni uchawi kuliko maombi. Sema tena amina. Sikiliza, Mungu akumwambia nimekumbuka maombi, nimekumbuka sadaka yako. Kumbe sadaka inabaki kusema mbele za Mungu. Sadaka inapiga kelele, lakini maombi yanaweza kusaulika. Sadaka inakumbukwa. Nimekumbuka sadaka, nimesikia maombi yako. Ni maombi yanasikiwa, sadaka inakumbuka. Natamani wewe tofauti. 2026 kwenye mpango wa kongamano hili, Mungu atasomesha jambo. Hakuna kitu cha kumshukuru Mungu. Naambia tena, kwenye ujenzi wekeza, usiseme sina hela. Sema tena amina. Kama unatoa hata kiwanja kwa ajili ya Bwana, toa iwe gari kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu nisaidie. Na leo nikwambie kitu, miradi yoyote ulikuwa unatamani ifanyike, utaiona inafanyika kwa kasi. Kwa nini? Umevuka mipaka. Hakuna pepo wala uchawi anasema hawagusai nini, anagusa ngome ya jicho. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Mbona unaguswa na wachawi? Mbona ukisikia bahati na nikakaka mnaanza damu ya Yesu, damu ya Yesu, umefanya nini? Ukisikia mchawi unamuogopa. Kuna watu mko hapa, sikiliza, nalala na watu waliokufa ndoto za ovyo, na kwenda kumalizia siku ya familia. Kuna dada mmoja, nikupe ushuhuda. Tunafundisha mipaka. Sema tena amina. Aliota ndoto. Sema ndoto. Hakuna ndoto unayoota isiyo na tafsiri yake katika Mungu. Sema tena amina. Sema tena, njoo tena kaka, njoo na wewe mwanafunzi. Na poenda kumaliza hapo. Nani? Asmani. Asmani huyu ni mwili watu. Si wote mnamwona. Afa huyu ni Asmani roho. Sema tena amina. Haya, alama Asmani. Inama. Haya. Umeona Asmani roho anaangalia, alali. Roho amelala. Ukiwa unaota ndoto mbaya, kwa mfano unazini na mtu usiku, maana yake mchawi sio ndoto, ni kweli. Mchawi amevua utu wake, anakuja kulala na utu wako. Sema tena amina. Wakati huyu amelala, huyu halali. Unapoona mtu anaota na watu waliokufa, kinachoteswa nini? Kwa hiyo ni mwili, haya ni mavumbi. Magonjwa unayoona yanaanzia hapa, sio huko, hapa. Tunapoongea kuvuka mipaka, tunaongea huko, atuongee na huyu. Huyu kuanza kufikiri kuna badilika, ndiye anaoendesha mwili, lakini haonekani. Na huko ndiko kwenye kila kitu. Sema tena amina. Sasa akishavuka huyu, nafsi yake haiwezi kuota ndoto mbaya, haiwezi kuota vitu vibaya, maana imeshavushwa. Kumbuka Yesu alituokoa akatuhamisha. Kwa nini akatuhamisha? Maana yake akatuvusha mipaka. Sema tena amina. Kaka, baki na picha hii. Kwa nini akatuvusha mipaka? Wakati ametuvusha mipaka kutoka kwenye nguvu za giza, huyu dada aliota ndoto. Wakati aliota ndoto, kipige tu pole pole. Wakati aliota ndoto, aliota alikuwa mjamzito. Akaota jirani yake anakuja kunyofua mtoto tumboni, akaipuza. Baada ya mwezi kupita, yule mama akaanza kusikia maumivu ya tumbo. Anasikia kama mtu anatakiwa akajifungue, lakini kuna dija alikuwa nayo huko, ili akuvuka mipaka katika ulimwengu wa roho. Anaenda hospitali, wanasema tumegundua una kansa kwenye mayai upande mmoja, ndio kufanya operation ili kansa isije sambaa.
amefanyia operation, wakatoa mtoto amekufa. Kakaa mwezi tena, hali ikawa mbaya, wakasema mayai upande wa pili nao wakatoa. Kaina mara ya tatu, wasema kizazi. Walimwa kizazi. Walimwa kizazi. Dada aliingia desturi ya wanawake mfululizo. Bwana wasema kansa imesambaa. Lakini alianza kuota ndoto. Hakuna ndoto isiyokuwa na tafsiri. Ndoto yoyote na ukiipuuza inapotokea mabaya. Hakuna ndoto inakutaka tu. Ndoto ni taarifa ya kesho. Ndoto zimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna wakati uliopo, wakati ujao, wakati uliopita. Maana kuna ndoto inakwambia vile ulivyokosea mwanzo, unatakiwa utengeneze ili uvuke mipaka. Kuna ndoto inakwambia sasa hicho kitu kinatokea leo. Kuna ndoto inakwambia baada ya miaka fulani kuna kitu kitapita. Lakini ukipuuza, matokeo yanatokea. Mama wafundisha watoto wako mipaka. Musa anasema tutakwenda sisi na watoto wetu. Baada ya Sauli ilipopaka. Sikiliza, hakuna nguvu za giza zinazoruhusiwa kuvuka kwenye mpaka wako. Ndio maana Biblia inasema Mungu anamwambia Musa, hawa Musa unaona leo hautaona tena, kwani hawaruhusiwi kuvuka kwenye mpaka huo. Hawaruhusiwi. Maji yalikuwa ni hakimu ya kuhukumu yanawatesa Israeli. Tunapoongea mipaka, maana yake mambo yana Biblia. Una kisukari, ukivuka kisukari kwisha. Kwani uamini? Wakati uko kwenye tumbo la mamako, nani aliumba nywele? Kuna kiwanda. Nani aliumba macho? Kurejesha vilivyopotea. Kubali swala leo kwenda ng'ambo nyingine. Musa akasema tutakwenda sisi na watoto wetu, sisi na ndoa zetu. Mama, ukifikisha haki, kuna wale mnaochanga michana, ukipokea tu michana mtoto ameuma au mamako ameuma, pesa zikisha uko shwari. Matatizo unapopokea fedha tu ndio kipindi cha mshahara, kuna tatizo linatokea. Kuna mipaka. Natamani leo uvuke. Nasema natamani uvuke. Praise kama tupo, tushike mic. Tusimame. Simama. Tumwambie kitu Mungu. Natamani Mungu akusemeshe. Rapa yata ribabosa kaya ene ribabosa yandarabosa baba terima yandarabosa indarabosa baba indarabosa baba. Yosa kuliko tuimbe wote.